Msimu uliopita wakati wananchi Yanga wakitoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, huku wakiweka rekodi ya mabao kwa kufikisha mabao 83 ambayo hayajawahi kufungwa tangu ligi kuu Tanzania bara ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza msimu wa 1996-97. Stefan Aziz Ki alikuwa miongoni mwa wale waliowezesha yote hayo, mchezaji wa kimataifa kutoka Burkina Faso. Sasa huyu hivi sasa amekuwa akihusishwa tena na Yanga kwamba yuko mbioni kurejea kwa wananchi Yanga endapo tu mambo yote yanakwenda kama yalivyopangwa, kwa maana kwamba yeye Stefan Aziz Ki akitajwa kuwa na dhamira haswa ya kurejea nchini kwenda kuitumikia Yanga, lakini Yanga wakimwachia mzigo wa kwamba amalizane na klabu ya kiasasa ya Al Ittihad inayoshiriki ligi kuu ya Libya, basi huenda Stefan Aziz Ki akatua nchini na msimu ujao wa 2026-27 labda akavaa tena jezi za wananchi Yanga na kuitumikia kwa ajili ya msimu ujao kwenye michuano mbalimbali, ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano mingine. Sasa Stefan Aziz Ki anakumbukwa vizuri kwa msimu uliopita Yanga wakati ikifikisha pointi 82 ambayo ni performance ya around 91% kwa kumaliza kwa pointi hizo 82 kati ya 90, lakini ikiweka rekodi kwa kufunga mabao 83 huku ikiruhusu mabao 10 ambayo ni idadi kubwa kuwahi kufungwa katika ligi kuu Tanzania bara bila kujali idadi ya mechi katika msimu wote ule. Stefan Aziz Ki alikuwa miongoni mwa wale waliofunga mabao mengi. Inakumbuka vizuri kwenye mashuti, yeye ndiye aliyekuwa kinara ndani ya Yanga, lakini pia katika ligi zima alikuwa ni mchezaji namba 2 kwa kufanya majaribio mengi ya kufunga, akitanguliwa na Jasha Ahoua aliyekuwa Simba, hivi sasa naye hayupo Simba. Alipiga mashuti 74 akifunga mabao 16 na kuwa ndiye top scorer msimu uliopita Jasha Ahoua. Lakini Stefan Aziz Ki alifuatia kwa kufanya majaribio mengi akipiga mashuti 65 ambayo mwisho wa siku yalimwezesha kufunga mabao 9 huku pia akitoa assist 7 na hivyo kuchangia mabao 16 kati ya mabao 83 aliyofunga Yanga. Stefan Aziz Ki inakumbuka vizuri, aliondoka kabla msimu wa ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita haujakamilika, lakini bado akawa ndiye namba 2 wa kufanya majaribio mengi, akawa amechangia mabao haya. Ukiangalia Yanga kufunga mabao 83, yeye akichangia mabao 16 kati ya 83, ukizidisha kwa 100 unapata mchango wake katika around 19%. Msisitizo, aliondoka kabla ligi haijakamilika na kwenda kujiunga na Wydad Casablanca kule Morocco, na kisha baadaye ndipo akatimkia katika klabu ya Al Ittihad ya pale nchini Libya. Mchezo yake Stefan Aziz Ki inafahamika vizuri. Yanga ilikuwa kwenye mfumo unaochezwa mara kwa mara msimu uliopita wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale wakabaji 3, washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye alikuwa katika kundi hili la watatu na hasa akitokea eneo la kati. Alikuwa miongoni mwa sifa zake ni uwezo mkubwa wa kupiga chenga, akiwapa upaja walinzi wa timu pinzani kiasi ya kwamba wanajigonga kwake kwa sababu ana msuli wa kutosha, lakini pia kupiga mashuti ambayo ndiyo kumfanya aongeze nasibu ya kufunga, kwa sababu inakumbuka vizuri msimu wa nyuma yake 2023-24 alikuwa ndiye top scorer katika ligi kuu Tanzania bara akifunga mabao 21, lakini pia akitoa assist 8 akichangia mabao 29 ya Yanga, lakini pia alikuwa ndiye MVP, mchezaji bora katika ligi kuu ya Tanzania bara, akirejea kile alichokuwa amekifanya nchini Ivory Coast wakati akitoka na kujiunga na Yanga katika klabu ya ASEC Mimosas. Alikuwa ndiye MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast. Sasa Stefan Aziz Ki kucheza kwake katika eneo la kati kulikuwa kukipa nguvu Yanga katika ujenzi wa mashambulizi, kwa sababu wanajua kutoka eneo la progression kwenye kuendeleza mchezo eneo la kati kwenda kwenye ubunifu ambalo hupatikana Stefan Aziz Ki na viungo wengine ushambuliaji kutokea eneo la kati akiwemo Pedro Pacome Zouzoua, Maxim pia Zengeli, lakini pia wakipata support ya Mudathir Yahya Abbas, Yanga walikuwa tishio mno. Na kubwa zaidi kwa Stefan Aziz Ki ambalo bila shaka Yanga wanalimisi kutoka kwake na ligi nzima pengine na misi kutoka kwake ni uwezo wa kufanya majaribio, ujasiri wa kupiga mashuti kutoka mbali. Guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto lilikuwa likimpa uwezo mkubwa wa kufanya hivyo. Sasa akirejea Yanga, matarajio ni kuona kama anadumisha kile ambacho alikuwa nacho wakati akiondoka,
basi bila shaka Yanga kwa msimu ujao itaimarika zaidi katika eneo hilo, kwa sababu atakwenda kuungana na kina Alan Okello Starboy, Eudo Pacome Zouzoua, Maxim Pia Nzengeli na wengine kadri ambavyo Yanga watafanya katika usajili wa msimu ujao. Hivi sasa maswali kwamba je, Stefan Aziz Ki wa sasa ndiye yule wa msimu uliopita wakati akiondoka Yanga? Bila shaka kwa kufuatilia kile anachokifanya unaweza kupata jibu. Ni kwamba hajaporomoka kivile. Ni kwamba akitua Yanga ambako yaonekana wazi kwamba mazingira yalimpenda na hapa ni ukweni kwake, ameoa, pengine upo uwezekano mkubwa kwa mchezaji huyu ambaye hivi sasa ana miaka 30, maana alizaliwa Machi mwaka 1996, anaweza akarejesha kile alichokuwa nacho wakati akiwa Yanga ama akaongeza zaidi. Na juu ya kwamba anafanya nini hivi sasa akiwa katika klabu ya Al Ittihad kule nchini Libya, kocha wake Rulani Mokwena ambaye anafahamika wazi alifanya makubwa akiwa na Mamelodi Sundowns Afrika Kusini kabla ya kwenda Wydad Casablanca, kisha akaenda katika klabu ya MC Alger na sasa yungali katika klabu ya Al Ittihad ambako ndiko alipo Stefan Aziz Ki. Huwa mifumo yao kwenye kucheza, baada ya golikipa wanakuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Stefan Aziz Ki katika mechi ambazo alichezea Al Ittihad katika msimu uliomalizika hivi karibuni na kisha Al Ahli Tripoli kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Libya, yeye alikuwa miongoni mwa watatu kama ilivyo ada, na kwenye kucheza kwao mbele walikuwa na Muad Isa kama mshambuliaji kinara, halafu katika hao watatu upande wa kulia kulikuwa na Anas Al-Shebli, halafu upande wa kushoto aliyekuwa anacheza ni Omar Al-Hoja, anacheza kutoka upande wa kushoto. Katikati ndipo anapatikana Stefan Aziz Ki, huku viungo wale ukabaji waliokuwa nyuma ni pamoja na ule mchezaji wa kimataifa wa Togo Roger Ahulu. Ni kikosi ambacho alikuwa anaelewana mno na wenzake katika msimu uliomalizika, kiasi ya kwamba amecheza mechi 11 baada ya kujiunga akitokea Morocco. Kati ya hizo akianza mechi 4, lakini bado akacheza kwa dakika 473 kwa sababu ulitarajia mechi 11 dakika 990, lakini yeye alicheza kwa dakika 473. Lakini katika muda huo mfupi Stefan Aziz Ki amefunga mabao 6 goals, na pia ametoa asisti 1, ikionyesha namna gani ambavyo ndani ya muda mfupi tangu ajiunge na Al Ittihad ya pale nchini Libya, ndani ya mechi chache, ndani ya dakika chache 473 bado alichangia mabao 7 ya Al Ittihad ambayo mwisho wa ligi walimaliza katika nafasi ya 3. Sasa akirejea nchini, kama atarudisha makali yake au kuyaongeza, bila shaka Yanga watanufaika naye, na hasa katika ujasiri wa kufanya majaribio, kwa sababu hivi sasa Yanga pamoja na kwamba wanamiliki sana mpira katika eneo la juu, lakini majaribio hayafanywi ya kutosha kiasi ya kwamba inapunguza nasibu ya kufunga. Na ukweli huo unathibitishwa kwamba hivi sasa ukiwa amecheza mechi 29 katika ligi kuu Tanzania bara, Yanga na mabao 68 ambayo inawafanya ndio timu yenye mabao mengi kuliko timu zote. Ndiyo kuelekea mechi ya mwisho tutakayocheza na JKT Tanzania, kwa vyote vile itakuwa ni ngumu kwao mabao 68 waje afikishe mabao 83 waliofunga msimu uliopita. Lakini sio hilo tu, wakati alicheza mechi 29 msimu uliopita, Yanga tayari walikuwa na mabao 81. Ona tofauti hapa ya mabao 81 na mabao 68. Zipo sababu nyingi, lakini mojawapo kuwapo kwa mchezaji kama Stefan Aziz Ki ambaye ana ujasiri wa kufanya majaribio ya kufunga, inaongeza nasibu ya kufunga kwa kiasi fulani, yaweza ikawa sababu ya kupunguza mabao ya Yanga, kupunguza tishio la Yanga kuelekea eneo la mwisho. Nasisitiza, sababu zaweza kuwa nyingi, lakini hii yaweza ikawa mojawapo, kwa sababu fikiria, aliondoka kabla ya ligi kumalizika, lakini ndiye alikuwa kinara wa kufanya majaribio ndani ya kikosi cha Yanga kupiga mashuti 65, lakini kwa ligi nzima akawa wa pili kwa kufanya majaribio ya kufunga. Msimu wa nyuma yake alipiga mashuti 90 ligi nzima, akafunga mabao 21 na zile assist 8 zilizotoka kuzieleza, wakati akiwa top scorer, akiwa pia miongoni mwa top assist providers kwa kutoa assist 8, akiwa ndiye MVP mchezaji bora. Stefan Aziz Ki akitua, kuna mengi ambayo bila shaka Yanga watanufaika kama ataboresha kiwango chake, kukirejesha kile kile au kukizidisha zaidi. Changamoto kila penye nzuri hapa kusiani changamoto. Changamoto mojawapo ya haraka yaweza kuwa ni juu ya ushindani wa namba kwenye nafasi ambayo Aziz Ki hucheza na waliopo sasa Yanga. Alan Okello anachokifanya Yanga kwa kiasi fulani kinafanana na kile ambacho
jukumu alilokuwa nalo Stefan Aziz Ki. Naye ni kiungo ushambuliaji, wakati mwingine anaonekana kutokea kulia, lakini guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto hutokea zaidi katika kushambulia eneo la kati, ingawa kwenye makaratasi wakati mwingine anaonekana anatokea kulia. Wakati mwingine anakuwa miongoni mwa washambuliaji wawili wa Yanga, lakini kimsingi cheza yake anakuwa nyuma ya mshambuliaji kinara. Madhara makubwa ya wapinzani juu ya guu la kushoto la Alan Okello. Stefan Aziz Ki naye hucheza zaidi maeneo hayo, guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto pia. Je, wawili hao wanaweza wakacheza pamoja halafu kuipa Yanga mafanikio? Vipi kuhusu wengine ambao tayari wameanza kuzoeana na mfumo uliopo sasa? Hizo ni miongoni mwa changamoto ambazo bila shaka Stefan Aziz Ki akijiunga kweli na Yanga kama inavyoelezwa, basi atapaswa kufanya ziada ili aendelee kuwalipa Yanga, lakini pia benchi la ufundi litafanya kazi ya ziada kuleta mizania katika eneo la kushambulia na kuzuia. Changamoto nyingine bila shaka ni kwa Yanga yenyewe. Aziz Ki hivi sasa ni miongoni mwa wachezaji wanatajwa kuwa wanalipwa vizuri katika klabu ya Al Ittihad ya pale Libya, kama ilivyokuwa Wydad Casablanca ya Morocco. Sasa Yanga kwa vyovyote vile katika mazungumzo yao na Stefan Aziz Ki, kama kweli tarejea nchini, basi eneo hili pia watapaswa kuliangalia kwa umakini swala hili ambalo linagusa maslahi ya kiuchumi kwa pande zote mbili, kwa mchezaji na klabu. Swali la kujiuliza ni kwamba je, Stefan Aziz Ki ambaye hivi sasa yungali hapa nchini na hapa ni ukweni kwake, je, atajiunga kweli na Yanga? Na akijiunga, kolabo yake na Alan Okello, kolabo yake na ambao alishacheza nao hapo awali kama Prince Melo Dube, Mudathir Abbas, halafu kuna wachezaji wengine wapya hajacheza nao kama Mohamed Damaro Kamara, Laurindo Depo, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.